Kwa kweli mwezi mtukufu huu unatufundisha mambo mengi ya kwamba watu waendelee kuwa na upendo, waendelee kuwa na amani kwa sababu ya ule utamaduni ambao waasisi wetu wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Abeid Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, waliadhimia kwamba wanahitaji taifa liwe na amani. Na huu mwezi mtukufu umetufundisha namna bora ya Watanzania kuishi, kuwa na upendo, hasa unavyoona matukio kama haya ya iftar yakiandaliwa yakiandaliwa kwa wingi na kushirikisha watu wa aina mbalimbali, dini wa aina mbalimbali. Hii ni ishara kubwa ya kwamba taifa letu bado linaendelea kuwa na upendo. Iftari hii kwanza imetufundisha kutujumuisha pamoja kama sisi wadau, pamoja na viongozi wengine wa serikali, pamoja na watu mbalimbali ambao wapo katika wilaya hii ambao tumejumuika kwenye iftari. Lakini pia cha pili ambacho imetufundisha ni namna ya viongozi wetu wanavyoshirikiana na sisi kwa ajili ya kutualika kupata chakula cha pamoja. Sisi kama watu ambao tuna dini tofauti tofauti, leo tumeungana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaimarisha amani lakini na upendo pia katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini tu mimi mwenyewe binafsi niseme tu kwamba pamoja na kwamba tunaenda kuhitimisha zoezi hili la mfungo mtukufu wa Ramadhani, tuzidi kuendelea kushirikiana kwa pamoja, hasa wananchi wangu kwa ujumla. Tuzidi kuendelea kupendana, tuzidi kuendelea kuelewana, lakini tuzidi kuendelea kushikamana na tuzidi kuendelea kushirikiana hata katika kuleta maendeleo katika kata yetu na katika wilaya yetu hii ya Mbogo.